Hii ni Maisha Kamili. Tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, ndugu msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaukaribisha sana siku ya leo, tena siku ya Jumatano. Wiki nakimbia hiyo. Nakaribia kumaliza wiki. Mungu ametujalia afya njema, ametuleta tena tujifunze. Tunajifunza Biblia, neno la Mungu kabisa, kwa kutumia mwongozo wetu. Na leo tuna somo linalosema watawala wa mataifa. Hawa watawala wa mataifa, sasa tunataka tuchimbe tuangalie. Lakini kabla tujaangalia, tupate kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunalitukuza jina lako, maana wewe ni mwema. Umetuleta tena siku ya leo tujifunze, wewe ukiwa mwalimu wetu. Tunakuomba utupe usikivu, tuelewe sawa sawa na mapenzi yako. Tunamuombea anayetusikiliza na anayetutazama, naye apate uelewa huu sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Tukumbuka fungu kuu linalobeba masomo yetu, Danieli 7:14, naye yule aliye mfano wa mwanadamu akapewa mamlaka na utukufu na ufalme. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo yanapita. Hayatapita kamwe. Hayatapita kamwe. Na ufalme wake na mamlaka ni ufalme usioweza kuangamizwa. Jana tulikuwa na mwenzako hapa tunaangalia aina mbili za utawala. Ile ambayo walikuwa wanataka wana wa Israeli ya kama mataifa, na ile ambayo Mungu alikuwa anataka kama alivyoelekeza katika mkono wa Musa. Ile ya mataifa, Mungu Yesu ilibidi aweke angalizo. Maana uwezekano hata wale wa wanafunzi wake, unajua wanafunzi wake, familia ya Yesu Kristo ni kama familia. Lakini taifa pia. Taifa ni ufalme. Sasa uwezekano wa kuomba kama walivyoomba wana wa Israeli, ili kutafuta yale ambao wana wa Israeli yatafuta wakatahadharishwa na Mungu, lakini hiyo ni hatari. Uwezekano ulikuwa upo wa kuomba. Mungu akasema, Yesu akasema angalizo. Twende tuangalie katika Mathayo 20 tunapoona anapowakemea, anapowaonya hawa wana wa Israeli ya wanafunzi wake hao. Mathayo 20. Mathayo 20. Tuanze mstari wa 20. 20. Inasema, ndipo mama yao wana wa Zebedayo, sawa, akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno, akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa, tunarudi kwenye wa mataifa pale. Mwajua kuwa mataifa watawala kwa nguvu, na wakubwa wao, malizia, hawatatumikisha. Huwatumikisha kwa nguvu, kwa mabavu hivyo hivyo. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa wenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza wenu na awe mtumwa wenu.
kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Umeona ombi la mama. Mama anapenda watoto wake. Wawe na vyeo. Mama Salome. Yeah. Anawaleta Yakobo na Yohana. Unajua mfalme anapokaa kwenye kile kiti lazima awe na wasaidizi wake, washauri wake wa karibu. Upande huu kwenye katiba yetu hapa Tanzania, upande huu makamu rais, upande huu waziri mkuu. Mama anaomba nafasi hizo kwa ajili ya watoto wake. Ila huyu mama naye yani wewe kuna nini? Unakumbuka nani Nyerere alisemaje wakati watu walikuwa na mbio za kwenda kuchukua fomu kugombea urais kuingia Ikulu? Yesu Nyerere alisemaje kuhusiana na Ikulu? Anasema Ikulu kuna biashara gani? Unakumbuka? Kwamba huko kuibishi, mbona kuna shida? Unajua maisha ya Nyerere kama rais wetu yalikuwa ni maisha ya kujitoa, ndio, kama fidia kwa wengine. Lakini hao walikuwa wanachukua fomu, walikuwa wanatafuta madaraka, walikuwa hawaoni kama kuna kujitoa fidia. Walikuwa wanaona nini? Starehe, kwamba tutakuwa na nguvu ya kutawala. Yaani ukitamka mambo yanafanyika, si ndio hivyo? Sio kama eti mimi watafanya. Taagiza, tuna command. Yesu aliwaulizaje yule mama? Aliwaambiaje Yesu alimwambiaje yule mama na wale watoto wake? Kuna swali ambalo ninadhani nanywa kikombe changu. Akasema sawa, mnaweza kukinywea kikombe nitakacho kinywea mimi. Na kikombe chenyewe ni nini? Ni kujitoa nafsi, fidia kwa wengi au kwa wengine. Mpo tayari? Wakasema tuko tayari. Hawakuelewa. Haya, watawala wa dunia tofauti na mtawala wa Yesu. Hebu tujaribu kuanisha. Tuna watawala wa aina hiyo kanisani, tuna watawala wa aina hiyo serikalini. Tawala hii wanasema wanatumia nguvu. Tofauti na Yesu anayetumia kujitoa. Hebu tuelezee tofauti hiyo. Ikoje? Kwani wanatumia bakola kama Farao walivyokuwa wanatumia nani? Maana Yesu anasema ukitaka uwe mtawala, ukitaka uwe mkubwa, kwa maana ya mtu aliye juu, basi uwe mdogo, uwe mtumwa, watumikie watu na wewe kama mchungaji kwa kondoo. Okay, tunarudi kwa watawala wa dunia hii. Hawajinadi kwamba wao ni wachungaji, kwamba wao ni wafalme, wao ni watumishi. Mdomoni wanapotafuta nafasi, matendo yao yanaongwaje? Matendo ni tofauti. Kwa mfano wanatumia mabavu. Leo hii mimi nimekuwa watu bwana, sikiliza, tofauti tu kweli bwana. Zamani hizo wafalme walikuwa wanatumia matamko tu, mambo yanafanyika. Sasa hivi utawala ni kidemokrasia. Kuna katiba, kuna sheria za nchi. Yaani sio kama yeye ndio anatunga, bunge linatunga na nini. Unasemaje kwamba sasa hivi kuna wanatawala kimabavu na kivipi yani? Kwenye vyeo kuna vyeo ambavyo tamko la kiongozi ni sheria, ni amri. Anakuja waziri anasema kuanzia leo hao wafanyabiashara wadogo waondoke hapa barabarani. Ni tamko hilo, lakini ishakuwa sheria, wataondoka. Anakuja rais, anatamka kuanzia leo kitu kama hiki. Sasa hivi amesema watu waliomaliza chuo warudi VETA. Ishakuwa amri, watu wataenda, ndio hivyo. Ndivyo hivyo. Wengine hawajui VETA. Wengine hawajui. Nani VETA? Of course unamaanisha vyuo vya kati hivi vya ufundi. Amina. Na ninachokiona kingine, unafiki wa siku hizi. Unajua siku hizi wababe wote wanavaa mavazi ya kondoo.
wanatumia, sio kwamba mara nyingi wanasema ili kwa mujibu wa sheria. Mimi ninachokiona ujanja unaofanyika, wao ni wenye viti wa kamati, wao ni maaskofu, wao na siasa, wanatumia sheria hizo ndio, ila wanazitafsiri wao wanavyotaka wao. Yani aliyeko madarakani ndiye anayetoa tafsiri baada ya mahakama. Wakati mwingine hata uhuru wa mahakama unaingiliwa. Hata ukienda mahakamani rushwa itakao na uvitisho hivyo unakuta hakuna haki. Wao ndio wanaotafsiri, yani kama wao ndio watafsiri, na wanatafsiri kwa maslahi yao, sio kujitoa fidia, sio kwa ajili ya maslahi ya watu wao, kwa maslahi yao wenyewe. Hiyo imekaje? Kweli sio? Ni kweli. Kanuni ni hizo. Kanuni ya kanisa, tusogee karibu. Kanuni ya kanisa ni hiyo. Na unasomewa ukurasa hiyo. Kwa mzee wa kanisa akianguka kwenye dhambi hiyo, vipengele vingine vinaweza vikatafutwa na nini? Kwa hekima, wanasema hekima sasa. Kijana au vijana wamezoea sana, unakuta ni sheria nyingine tofauti. Inategemea na nani yuko madarakani. Ndivyo Yesu alikuwa anafanya? Hapana. Yesu wakati mwingine alikuwa yuko tayari kujihatarisha ili atafsiri sheria sahihi, amuokoe mtu au asahihishe mambo. Nakumbuka yule mama. Yani mimi nasema fimbo ya mtawala ni sheria. Zamani hizo ndio neno lake ni la mwisho, sio hivyo? Siku hizi hapa nazungumzia watawala kwa mabavu. Yani tuko kwenye hilo neno, hao watawala wa dunia. Lazima tuwafichue leo. Naomba usiwe na kigumizi ndugu yangu. Usiogope. Tuzungumze ukweli. Unafiki uliopo ni kwenye kutafsiri kanuni. Kanuni ni zile, lakini tafsiri zinatafsiriwa kwa kukandamiza wanyonge au sio yeye ajitoe fidia, au si kwa ajili ya kuwasaidia hawa watu waweze kuwa wanaume na wanawake wenye sura ya Mungu, falme wa Mungu. Maana hii taifa la Mungu litakiwa kuwa ni ufalme wa makuhani. Ndio maana Yesu anasema wa kwanza wenu awe wa mwisho wenu, mkubwa wenu awe nini? Yani we are equals. Ni kama kwenye ile ushaona ile bodi ya wakurugenzi ambao wanapokezana mwaka baada ya mwaka. Yani yule wa mwaka huu au mzee wa kanisa wa mwaka huu, kiongozi ni wa kwanza, haimaanishi kwamba yani yeye ni bora au yeye ni anafanya pamoja na wengine, lakini yote ni kwa ajili ya manufaa ya wengi, sio yake binafsi. Imekaje? Imekaa vizuri. Imekaa vizuri kwenye kuongea. Twende kwenye utekelezaji wake. Watawala wa mataifa. Yesu anaongea na wanafunzi. Sio kama anaongea na Waashuru huko na Wababiloni huko na nini. Anaongea na waliosema tuko tayari kukufuata. Yesu anaonyesha njia. Wao wanakuja na ombi kama hili. Nafasi yako wanamuelewa Yesu? Hawamuelewi. Haya, kiutendaji. Kutembea kwenye hii njia. Tunafanikiwa au hatufanikiwi? Kuna ugumu gani kama hatufanikiwi? Ugumu uliopo ni ego, yani watu kiburi. Mimi nitafanyaje? Nitakuaje kama sina cheo? Mimi mzee wa kanisa, nitakuaje kama mshiriki wa kawaida? Lakini Yesu anachokimaanisha, anaingia hata mshiriki wa kawaida, mzee wa kanisa, mpe hata kiti, mkaribishe. Kama hiyo sio kazi ya mzee. Sasa nani walioko kwenye madarakani hawafanyi, tuwafanyeje? Tuache Mungu atawashughulikia wenyewe. Tuwafanyeje? Na wewe ukiona kwamba anakosea au afanye anavyotakiwa na ukinyamaza, na wewe kikombe hiki utakinywea. Sasa sikiliza, mimi naomba nipendekeze. Kama unaona ufalme wa Mungu hautendewi haki, walioko madarakani
wanawatawala watoto wa Mungu kwa nguvu. Sio kwa mfano ule wa Yesu. Na unatamani kufanya sahihi. Fanya. Ni neno la kuaminiwa. Mtume Paulo anaondoka. Nitakuuliza kwamba hili linatoka wapi. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Alafu ametaja sifa. Huyu ni mtumishi kabisa wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Tena ni mfano wa kuigwa. Unajua shida, tunaenda kumalizia, lakini ngoja niache hili kitu. Mimi bwana inanigusa bwana. Inanigusa. Wakati mwingine tunaishia sana, no, achia Mungu bwana, Mungu atafanya. Sikiliza. Unasema Mungu, nataka kazi hii. Haleluya. Amen. Ukinipatia, nitahudumia watu wako. Ni kazi njema, ila lazima ujue kwamba unataka uaskofu kwamba uende kuwatumikia watu. Ila shida ni kwamba watu walioko madarakani, watu wanaotaka kuingia madarakani, wanaotaka wanataka watumikishe watu kwa nguvu. Alafu watu ambao wanajua namna ya kutawala wamemwachia Mungu ashuke kutoka mbinguni aje akalie hivyo vitu. Hiyo na weki inafanya kazi hiyo? Haifanyi kazi. Lingine kama wewe utaka unasema mimi natamani ushemasi tu. Mimi sitamani uaskofu. Wanasema wewe wa kanisa mimi una kazi, mimi nataka una nini? Basi ombea walioko madarakani. Mungu aingilie kati. Maana wanaoumia ni nyasi. Kweli sio? Toa pendekezo lingine, tunataka tuondoke hapa. Hapa pagumu hapa. Umataifa katika ufalme wa Mungu tutaka. Umataifa na hasa katika uongozi na utawala. Ubabeli huu, Uashuru huu, Unimrodi huu. Rafiki yangu, ngoja tumwache apose kidogo. Rafiki yangu, naamini kwamba utakuwa umekutana, una uzoefu wa kukutana na watu ambao wamekalia kiti cha Yesu, lakini kama wamekalia kiti cha Nimrodi au cha Babeli au cha Ashuru, hawaendi sawa sawa na Yesu. Labda tuwaombe sana watu, lakini mahali pengine tuchukue nafasi hizo, maana tumeitwa kuwa makuhani na wafalme. Baba yetu wa mbinguni, wakati mwingine tumerudi nyuma tukitafuta kwa kama wafalme wengine, kutawala kama watu wengine wanavyotawala, kutumia nguvu, mababu, matamshi makali mazito, kusukuma wengine wafanye vitu ambavyo sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Baba, tunakuomba utusamee, lakini tupatie tamaa na njaa ya kukinywea kikombe, kuwatumikia watoto wako kwa jasho na damu, ili Baba ufalme wako uje na mapenzi yako yatimize. Ni katika jina la Yesu. Tulete tena kesho, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, ndivyo tunavyomaliza siku ya Jumatano ambapo tumeona watawala wa mataifa. Karibu sana siku ya kesho ambapo tutakuwa na somo linalosema nuru kwa mataifa. Amen. Leo tumeona watawala wa mataifa, kesho nuru kwa mataifa. Wenyeji wako tulikuwa mimi Geoffrey Omondi, Enos Makalindile. Tukukaribisha siku ya kesho, unatupata kutoka mji wa Dar es Salaam. Amen.